Mshangilie Bwana kwa makofi mengi. Mshangilie Bwana tena kwa makofi mengi. Haleluya. Makutano, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya Umalila. Haleluya, haleluya. Shangilie Bwana kwa makofi mengi jioni ya leo tena. Shangilie Bwana sana kwa makofi. Waraka wa kwanza wa mtume Paulo kwa Timotheo, sura ya 2 na mstari wa 5 na wa 6. Waraka wa kwanza kwa Timotheo, sura ya 2 mstari wa 5 na wa 6, Biblia takatifu inasema: kwa sababu Mungu ni mmoja na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja, mwanadamu Kristo Yesu, ambaye alijitoa mwenyewe kuwa ukombozi kwa ajili ya wote, utakaoshuhudiwa kwa majira yake, utakaoshuhudiwa kwa majira yake. Funika macho yako niombe kwa ajili ya neno la uzima. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, asante Bwana kwa rehema na fadhili zako. Asante Bwana kwa kutupenda. Watoto wako wametukusanya kutokea mashariki, magharibi, kaskazini na kusini, ili tulisikie neno lako tena kwenye viwanja hivi. Asante Bwana kwa rehema zako. Tuko tayari kwa ajili ya neno la uzima. Tufundishe Bwana, utufungue sawasawa na wokovu uliotuletea Baba. Hakika yake utabakia kuwa Mungu kwetu, katikati ya hali ya hewa ya mvua, katikati ya hali ya hewa ya baridi, katikati ya hali ya ukungu. Baba, enda nasi utuhudumie tena jioni ya leo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Naomba pia Bwana kwa ajili ya watu walio na sisi kwa njia ya mtandao, popote pale walipo, ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania, sema nao kama unavyosema nasi, katika jina la Yesu Kristo. Shangilie Bwana kwa makofi. Haleluya. Nimesoma kitabu cha Biblia takatifu, waraka wa kwanza wa Paulo kwa mwanafunzi wake Timotheo, ile sura ya 2 na mstari wa 5 na wa 6. Biblia inasema wazi: kwa sababu Mungu ni mmoja na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja, mwanadamu Kristo Yesu, ambaye alijitoa mwenyewe kuwa ukombozi kwa ajili ya wote, utakaoshuhudiwa kwa majira yake. Haleluya. Leo nazungumza tena habari ya ukombozi ambao tumepewa watoto wa Mungu. Nazungumza tena kwa habari ya ukombozi ambao tumepewa watu wa Mungu. Naomba mtu mmoja hapa nifundishe kwa kutoa mfano, na kuomba tafadhali, nataka nitoe mfano. Andiko hili lina maana gani na ukombozi uliopateje? Naomba unisikilize vizuri sana. Biblia inaposema kwamba kwa kuwa Mungu ni mmoja na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja. Bwana Yesu alipouambwa msalabani namna hii, alipokuwa msalabani namna hii, watu wengi tumezoea ishara ya kanisa ni ishara ya msalaba. Nikwambia ukombozi wako umetokaje pale msalabani? Hapa msalabani Bwana Yesu alikuwa anafanya upatanisho. Biblia inasema wazi, kwa kuwa Mungu ni mmoja. Hebu sema Mungu ni mmoja. Rudia tena, Mungu ni mmoja. Anaendelea pale kusema na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja. Kwa hiyo aliyetupatanisha sisi na Mungu ni mmoja, ambaye ni nani? Mwanadamu Kristo Yesu. Bwana Yesu alipokuwa pale msalabani, falsafa ya msalaba ipo namna hii: mkono wa kuume kulikuwa na Mungu Baba Mwenyezi, na mkono wa kushoto ndio tulikuwa sisi, akina mimi na wewe, watu wa Umalila, watu wa Uyole, watu wa Tukuyu, watu wa Kela, watu wa Dar es Salaam, wa Tanzania, wezi, wachawi, wote mkono wa kushoto. Lakini Mungu alikuwa mkono wa kuume. Kulikuwa hakuna namna yoyote ya wewe kupatanishwa na Mungu wako isipokuwa Yesu msalabani ndio aliyefanya upatanisho. Kwa hiyo mkono wa kulia alikuwa amemshika Mungu Baba yake, mkono wa kushoto ameushika ulimwengu, akipiga kelele kwa namna ya kiroho akisema pataneni, pataneni, pataneni. Ndio maana Biblia inaposema kwamba mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja, ndio maana anasema kwamba mimi ndimi njia ya kweli na uzima, mtu haji kwa Baba isipokuwa kwa njia ya mimi. Ndio maana leo nakutangazia huyu Yesu ndiye njia ya kweli na uzima.
Huwezi kwenda kwa Baba isipokuwa ni yeye, Yesu aitwaye Kristo. Peni Bwana makofi mengi sana. Haleluya. Kwa hiyo tunapojifunza mambo haya ya ukombozi, watoto wa Mungu, nataka mwelewe kwamba tumekombolewa sio kwa vitu viharibikavyo, wala sio kwa damu ya mbuzi wala mabeberu, hapana, isipokuwa kwa damu ya mwanakondoo, damu yenye uhai inayonena mema hata leo. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya, watu wa Mungu. Kwenye mazingira hayo nikakwambia jana kwamba kila unayemwona duniani leo amelibeba kusudi la maisha yake. Mungu amekuleta duniani akiwa na mipango na wewe. Kuna watu Mungu amewaleta wakiwa ni mainjinia kama nilivyosema, lakini tangu kwenye matumbo ya mama ulipozaliwa, dunia ikakupokea. Dunia ilipokupokea ikakubadilisha. Ile asili yako ambayo Mungu amekutuma kutokea mbinguni, ulipozaliwa hapa, ukaanza la kwanza, ukaanza la pili, ukaanza la tatu, ukaanza form 1, ukaanza form 6, ukaenda shule, ukajuana na watu, ulimwengu ukakubadilisha. Ulikuwa ni mtu mwenye tabia njema, ukabadilishwa ukawa mtu mbaya. Kazi ya ulimwengu ni kubadilisha watu wasiwe vile walivyotakiwa kuwa. Lakini leo kama Bwana Mungu aishivyo, Mungu ametupa nafasi tena leo ya kulisii jina lake takatifu. Kila mmoja uende kwenye hatima yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Haleluya, kanisa la Mungu. Tingisha jirani yako, mwambie jiandae. Mwambie jiandae. Mwambie jiandae. Mwambie hali ulionayo isikutishe. Mwambie ugonjwa ulionao usiogope. Mungu atakugusa leo, uende kwenye hatima yako. Shangilia Bwana kwa makofi. Haleluya. Tuna watu wengi unawafahamu wewe leo hii ni akina mama wa nyumbani. Ni akina mama wa nyumbani wamekata tamaa. Wanafikiri kwamba maisha yao ndio yameishia pale. Lakini mimi nakwambia maisha yako hayajaishia hapo. Kuna mahala Mungu anataka ufike. Inawezekana kwenye masuala ya kilimo. Mambo ya kulima viazi na kubakia kama ulivyo imetosha. Ifike wakati sasa uanze kusafirisha mazao mikoa kwa mikoa katika jina la Yesu Kristo. Kila unachokifanya kinaweza kuleta faida ikiwa kama Bwana yuko pamoja na wewe. Haleluya, watoto wa Mungu. Haleluya, watu wa Mungu. Hakuna aliyekuja duniani kuzulula, hayupo. Kila mmoja amekuja duniani ukiwa na kusudi. Wako watu wengi wananifuatilia hapa, wengine wakiwa mjini. Kuna watu wametoroka vijijini wamekwenda mjini, lakini bado hali zao ni vile vile mbaya. Haijalishi utakuwa wapi, hata kama ukiwa Umalila, lakini kama ukiwa na Mungu wa kweli unatoboa kwa jina la Yesu. Unatoboa kwa jina la Yesu. Mungu hazuiwi na mazingira, Mungu hazuiwi na watu, Mungu hapingwi na chochote. Kwenye hali ya baridi, kwenye hali ya ukungu, kwenye hali ya mvua, Bwana anaweza kutenda jambo jipya wakati wowote. Nisikie haleluya kubwa, nisikie amen. Yandala basaka ribosaya. Haleluya, kanisa la Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Kila unayemuona leo tuliosimama hapa kulisema neno la uzima, maisha yetu hayajaanza kuwa hivi. Kwanza tulianza kwenye magumu sana. Tulipita kwenye mito, kwenye mabonde, kwenye milima, kwenye mapori, tukakataliwa na watu. Ni mpaka Mungu alivyotusogeza karibu, na sisi tulisikia injili kama unayoisikia wewe, tukaamua kumfuata huyu Yesu. Yesu amebadilisha maisha yetu. Tulivyo leo sio tulivyokuwa jana, na sio utakavyokuwa kesho. Hata hapa nasema na mtu mmoja. Inawezekana umekuzalau sana kijijini, inawezekana umezalauliwa sana. Ulivyo leo wasikuzalau leo, wakusubiria utakavyokuwa kesho katika jina la Yesu Kristo. Kesho yako ni kubwa sana kwa damu ya Yesu Kristo. Mtingisha mwenzako, mwambie kesho yako ni kubwa. Mwambie tena kesho yako ni kubwa. Usiogope hali ulionayo. Mwambie tena usiogope hali ulionayo. Mwambie tena kesho yako ni kubwa katika jina la Yesu Kristo. Shangilia Bwana kwa makofi mengi. Haleluya. Biblia inaniambia waziwazi, palikuwepo na mtoto mmoja ambaye alikuwa na baba tajiri. Huyu mtoto akamwambia baba yake, naomba sehemu ya urithi unaoniangukia. Akapewa urithi wa kila kitu. Akapewa fedha,
akaenda mbali kutapanya mali pamoja na makahaba, akafanya anasa. Lakini tatizo sio kufanya anasa, tatizo sio kutumia mali vibaya. Tatizo, je, baada ya kumaliza hizo pesa kitu gani utafanya? Unaweza kuwa umeishi maisha mabaya sana, tangu umezaliwa hujawahi kupata nafuu ya maisha. Wewe ni dada, umefika wakati ukazalishwa na watu kadha wa kadha. Kila anayekupa ujauzito na kutelekeza, kila anayekupa mimba na kutelekeza. Tatizo sio kuzaa na wawili, sio. Tatizo sio kuwa singomaza. Je, unafanyeje baada ya kuwa hivyo? Hilo ndio linalojalisha. Niko hapa kukwambia, hata kama amekutelekeza na watoto, hata kama amekuonea na magonjwa yako, hata kama amekuzalau na umaskini wako, shida sio umaskini wala kuzalauliwa. Shida ni nini utafanya baada ya kuzalauliwa. Leo mkimbilia Yesu wa msalaba akuokoe na zalau za wanadamu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Haleluya. Mwana kondoo ameshinda. Shangilia Bwana kwa makofi mengi. Amekuja akafa msalabani ili tupate ukombozi. Kila unayemuona leo ana kusudi la kimungu lililokaa ndani yake. Inawezekana hata yeye ajijui. Mgeukie jirani yako, mwambie una kusudi la kimungu. Mama, mwambie mwenzako una kusudi la kimungu. Una kusudi la kimungu umelibeba. Inawezekana haujui kama unalo, lakini mimi nakwambia una kusudi. Ni mpaka Bwana atakapokutokea ndiposa utajua hakika unalo kusudi. Hata sisi tulikuwa vile vile. Unaweza kuona wanakwaya wanacheza hapa na kumfurahia Bwana mpaka ukawashangaa. Wanalitumikia kusudi la maisha yao. Unaweza ukawacheka kama unapoteza muda. Nakwambia hakuna anayemtumikia Bwana weza kwa nguvu au kwa udhaifu akapoteza. Ataliyemtumikia Bwana katika udhaifu wake, Mungu atamuimarisha awe imara tena katika jina la Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Biblia inasema kwa sababu Mungu ni mmoja na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja, mwanadamu Kristo Yesu. Yesu akupatanisha leo kwa jina la Yesu. Yesu akupatanisha leo kwa jina la Yesu. Alipokuja kama mpatanishi, mpatanishi maana yake ni nini? Ni kuvileta karibu vilivyofarakana. Kuna mtu uko hapa umeshafarakana na hatima yako. Kuna mtu wewe na afya mmefarakana, wewe na familia mmefarakana, wewe na maisha yako mmefarakana. Hali ulionayo hata ujui unakwenda wapi, wala baada ya miaka 7 ujui utakuwa nani. Maana yake nini? Unaweza ukafarakanishwa. Nikwambia kidogo kwa habari ya siri za rohoni. Sema amen. Ulimwengu wa roho ni ulimwengu ulio wa kwanza kabla huu ulimwengu wa mwili. Wakati Mungu anafanya uumbaji, alifanya uumbaji akiwa kwenye ulimwengu wa roho. Mungu akamuumba mwanadamu, Mungu akaumba ulimwengu akiwa kwenye ulimwengu wa roho. Ni ulimwengu usioonekana kwa macho. Kabla ya ulimwengu huu wa mwili, kwanza ulianza ulimwengu wa roho. Kwenye ulimwengu wa roho unaweza ukajulikana kesho wewe unakuwa nani. Wanaweza kujua kesho yako. Wanaweza kujua baraka ambazo Bwana amekuandalia na unaziendea taratibu. Kwa hiyo wanapofanya kazi ya kukufunga wewe, haufungwi wewe kwa ajili ya leo, sio. Unafungwa leo kwa ajili ya kesho. Watu wengi mlivyo leo hamkutakiwa kuwa hivi. Mmefungwa tangu mkiwa wadogo, na kuna wengine bado unakwenda pakubwa sana wanakufunga leo. Leo lazima tuviambie vifungo vyote vikatike kwa jina la Yesu, vikuachie kwa damu ya Yesu Kristo. Na inawezekana. Haleluya. Inawezekana kwa jina la Yesu. Hebu sema inawezekana. Rudia tena inawezekana. Sema tena inawezekana. Rudia tena inawezekana. Kuna wakati unaweza ukapita kwenye maisha magumu sana mpaka ukawaza wewe ni wa aina gani. Unaweza ukapita kwenye hali ngumu, lakini nataka nikwambie neno hili. Mungu hajakuleta duniani ili uteseke, sio kweli. Nimezungumza juzi na jana kwamba watu wengi tunahangaika kwa sababu ya familia zetu. Background za familia ni mbaya.
Familia zimeshikwa na roho chafu. Familia zina mapepo wa familia. Kuna mashetani wa ukoo wanaofanya kazi ya kuhakikisha kwamba mwanafamilia yoyote hawezi kupiga hatua kwenda kwenye hatima yake. Ndio maana tuna watu wengi ambao wanakwenda hatua 3 wanarudi hatua 5. Tuna watu wengi ambao wako hoi vibaya sana. Kwa kuwa mvua inanyesha tuloe wote. Haleluya. Nataka nishuke napokuambia maneno haya ya uzima ili uweze kunielewa kwenye mazingira haya. Kaa tu popote pale ulipo, mimi nitakuja. Haleluya. Kwa hiyo kwenye maisha tulionayo watu wa Mungu, kuna hali za familia tuko nazo. Inawezekana ukasikia tunayaongea haya ukafikiri kwamba tumetokea kwenye familia bora sana. Sio. Hata sisi tumetokea kwenye familia zenye vifungo vya ukoo. Kuna familia ambazo ni marufuku kufika miaka 60. Kuna wengine ni marufuku kuolewa. Kuna wengine ni marufuku kumtumikia Mungu. Kuna wengine hata ulimeje hautapata faida kwenye kilimo hicho. Ni roho za familia zimewafunga namna hiyo. Lazima ufike wakati useme inatosha na zikataa roho za familia. Na leo nasema kwa mamlaka ya jina la Yesu, yoyote unanisikia ambaye familia yako imefungwa kwenye uchawi, kwenye laana, kwenye nuksi, leo tukatae vifungo vya familia kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Haleluya, kanisa la Mungu. Hebu sema maneno haya kila mmoja pale ulipo, hata uliye ndani ya nyumba. Sema, Baba Mungu wa mbinguni, katika jina la Yesu, jioni ya leo ninakataa roho za familia. Nakataa roho za familia zilizonifunga tangu zamani. Leo ninakataa kwa jina la Yesu laana za ukoo, na zikataa kwa jina la Yesu. Jipigie makofi mwenyewe. Tutakapokuwa tunaomba leo watu wa Mungu, tuombe kwa imani kubwa sana ya kwamba kufunguka kwenye vifungo vya ukoo inawezekana. Kutoka kwenye laana ya familia inawezekana. Kuna watu mko hapa lakini tangu mkiwa kwenye matumbo ya mama zenu, mama yako alikwenda kwa mganga, akaenda kukufunga, akaenda kukuzindika ili akulinde na nguvu za giza. Hakuna ulinzi unaotokea kwa waganga wa kienyeji. Uchawi ni ule ule tu, ila unaama chumba kimoja kwenda chumba kingine. Ulinzi wa kweli ni wa Bwana Yesu. Leo mkimbilie Bwana Yesu kwa jina la Yesu Kristo. Leo mkimbilie Bwana kwa damu ya Yesu Kristo. Haleluya, watu wa Mungu. Tuna watu ambao familia zenu, walio ndani ya familia, wana uganga ndani yake au wana uchawi ndani yake. Kuna watu mmefungwa na vifungo vya kijijini. Kuna mtu umezaliwa Umalila, umekulia Umalila, umesomea Umalila, unalima Umalila, utaona kuolewa Umalila, utaishi Umalila, utafia Umalila, utazikwa Umalila. Wewe unafikiri ndio faida? Kuna mwingine umezaliwa hapa ni njia tu, lakini mapenzi ya Mungu sio wewe ubakie hapa. Uhame Umalila, uende kwenye hatima yako katika jina la Yesu Kristo. Na ndio maana kuna watu wengi sana ambao wamezaliwa sehemu moja, wakahama kwenda sehemu nyingine, wakayapata mafanikio kwingine. Lakini unaweza ukafungwa kwenye mazingira haya. Unaweza ukafungwa kwenye mipaka ya Umalila. Usitoke kwenye mipaka hii. Kwenye kitabu cha Marko sura ya 5, tulimuona mtu kwenye pwani ya nchi ya Wagerasi. Amefungwa kwenye pwani ya nchi ya Wagerasi. Hawezi kwenda popote. Mapepo wachafu wamemfunga, hawezi kwenda kushoto wala kulia paka Yesu alipomkuta. Leo Yesu amekutembelea kwa njia ya watumishi wake. Yesu amekutembelea kwa njia ya watumishi wake. Yesu amekutembelea leo utoke kwenye mipaka ya Umalila katika jina la Yesu Kristo. Hebu mtingishe mwenzako kidogo, mwambie rafiki, ondoka kwenye mipaka. Mwambie rafiki, mipaka ya familia leo ikuachie. Mwambie tena, mipaka ya familia leo ikuachie kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Nataka kuomba kwa ajili ya watu. Haleluya. Nataka kuomba kwa ajili ya watu, na leo tutamshangilia Bwana kitofauti. Kwa sababu mvua imetunyeshea, ukungu upo, baridi lipo, tutamsifu Mungu hapa kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kwa sababu manyunyu yamekwisha tayari, naomba tuliokaa ndani ya nyumba kwa ajili ya maombi tusogee nje sasa ili tuweze kuomba pamoja. Nataka niombe na wewe mtu ambaye unanisikia popote pale ulipo, kwa sababu ya wakati wetu na hali tulionayo leo sio nzuri sana.
nataka tumalize kwa wakati mzuri. Sote tutusogee hapa mbele ili tuweze kuomba. Alafu baadaye nimkaribisha mchungaji aachilie baraka. Tafadhali sana nikaribisheni watu. Akina mama sogeni, tutusogee karibu hapa. Nataka tuombe pamoja leo. Tuziambie roho za familia zilizokufunga kwenye mipaka ya Uyole, mipaka ya Tukuyu, zikuachie sasa. Ni wakati wako wa kwenda kwenye hatima yako. Yandarabasaka ribosaya, karabosaka ribosa. Inawezekana kutoka kwenye vifungo vya ukoo. Inawezekana. Tusogee tu huko vizuri. Mvua imekwisha, tulio ndani karibuni. Nawakaribisha sana. Nawakaribisha sana uliye ndani. Kutakuwa hakuna maana yoyote kuja uwanjani ukajificha ndani. Hakuna maana. Yani hakuna maana yoyote. After all tuko hapa kwa ajili yako. Wala tuko hapa kwa ajili ya yoyote yule. Kwa ajili yako wewe. Nani ajua, inawezekana ndio siku ambayo Bwana anaitafuta hatima yako. Uweze kwenda kwenye hatima yako. Watenda kazi tafadhali nisaidieni kuwaleta watu pamoja. Tusogee vizuri, tuna nafasi kubwa tu. Tusijinaniu sana. Hallelujah. Amen. Praise team tafadhali, naomba waimbaji hapa juu. Naomba waimbaji hapa juu. Naomba waimbaji hapa juu. Tunataka kuomba ili watu, wakati wetu umekwenda namna ile na hali ya hewa sio rafiki sana. Tunataka kuomba, niombe kwa ajili ya watu ambao inawezekana pasipo kujua umefungwa wewe tangu zamani. Na uweze ukajua kama umefungwa isipokuwa utaona ishara mbalimbali. Kwa mfano ndoto unazoziota. Kuna watu leo hii mnaota ndoto mko ndani ya majeneza. Kuna watu mnaota misiba. Kuna watu mnaota matatizo. Kuna watu mnaota ndoto za ajabu ajabu, kulishwa, mnakabwa. Kuna ndoto za ajabu ajabu. Kuna watu ambao mnashambuliwa sana na uchawi na hata haujui kama unashambuliwa na uchawi. Leo Mungu akufungue katika jina la Yesu Kristo. Nyosha mikono yako juu pale ulipo. Nyosha mikono yako juu pale ulipo. Sema maneno haya kwa uaminifu kabisa. Sema, Baba Mungu wa mbinguni, Baba Mungu wa mbinguni, katika jina la Yesu, ninakuja mbele zako jioni ya leo. Ninapunga mikono yangu. Baba nitazame. Mungu nitazame. Mungu niangalie shida za familia, magereza ya ukoo yaliyonifunga miaka mingi. Leo ninatoka. Leo ninatoka kwenye magereza yao. Ninatoka kwa damu ya Yesu. Ninatoka kwenye magereza ya ukoo. Ninatoka kwa jina la Yesu. Ninatoka kwa jina la Yesu. Nyosha mikono juu pale ulipo. Tunapotaka kuomba kwa ajili yako. Baba, ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Yes. Tunawatamkia watu wa baraka. Yes. Kwa jina la Yesu Kristo. Yes. Zile madhabahu za ukoo. Yes. Zipate kuachia. Yes. Ninatamka nguvu ya uponyaji juu yao. Dio. Ninatamka nguvu ya uzima juu yao. Dio. Kwa damu ya mwana kondoo Yesu Kristo. Yes. Wapate kufunguliwa. Yes. Kwenye vifungo vya koo. Dio. Kwenye vifungo vya mizimu. Wapate kuachiliwa. Achia. Kwa damu ya mwana kondoo. Achia. Wale mambo ambao walikuwa yendi, kuanzia sasa tunatamka mambo yao kuanza kutembea kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ambao biashara zao zilikuwa ziendi, tunazifungua hizo biashara. Yes. Kwa damu ya mwana kondoo ya Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Wale kwenye ukoo walikuwa wapatia elimu, kuanzia sasa tunafungua mlango wa kusoma, tunafungua mlango wa kimaendeleo. Ni kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Wapate kufunguliwa kwenye vifungo vya masikini. Vifungo vya masikini na viwachie. Roho za ufukara na ziwachie kwa damu ya mwana kondoo Yesu Kristo. Tunawadai kupitia damu ya mwana kondoo katika jina la Yesu. Tunawafungua kwenye madhabahu za asili za ukoo. Tunawafungua kwenye madhabahu za milimani. Tunawafungua kwenye madhabahu za kwenye miti. Tunawafungua kwenye madhabahu za makaburini. Kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu Kristo. Tunamfungua huyo mama. Tunamfungua huyo baba. Tunamfungua huyo mtoto. Tunamfungua huyo kijana. Tunatumia damu ya Yesu kuwafungua na waachiliwe
chini ya neema yako Bwana tunaomba, chini ya neema yako Bwana tunaomba, tunaachilia nguvu ya uponyaji na uzima, tunaachilia nguvu ya ukombozi, tunaachilia nguvu ya ukombozi, tunaachilia nguvu ya ukombozi. Damu ya Yesu Kristo iwatenge mbali na kila roho za laana zinazotafuna ukoo, na kila roho za mauti. Damu ya mwana kondoo, roho za mauti ziwachie, roho za kuzimu ziwachie. Damu ya mwana kondoo, hakutatoka tena kufa ndani yako, wala kuzaa mapoza. Roho za mapoza zote kuachia. Damu ya mwana kondoo, naruhusu damu ya Yesu kuwafungua, naruhusu damu ya Yesu kuwakomboa. Huruma za Bwana zikuonekanie, huruma za Bwana zikuonekanie katika jina la Yesu. Nguvu ya udhalilisho wa kimungu ukadhihirike juu yako katika jina la Yesu, na kutenga mbali na kila roho za mauti, na kutenga mbali na kila nguvu za giza, na kutenga mbali na mizimu ya ukoo kwa damu ya mwana kondoo katika jina la Yesu. Miungu ya kipepo, miungu ya umalila na ikuachie kwa damu ya mwana kondoo. Miungu ya vimbizi ya ikuachie kwa damu ya mwana kondoo. Tunakufungua kwenye hilo shimo, tunakutoa kwenye hilo gereza, tunakutoa kwa jina la Yesu. Mahali popote pale ilipofichwa nafsi yako tunaikomboa. Karaba korasika, karaba kora nangarasika, rikaraba korasika, karaba kora nangarasika. Kwa damu ya mwana kondoo tunazidai hizo nafsi ambazo adui alizifunga, tunazidai hizo nafsi zilizokamatwa kuzimu, tunazidai hizo nafsi zilizoibiwa na mapepo kwa damu ya mwana kondoo. Rudisha adui ibilisi, rudisha mapepo, rudisha wachawi kwa jina la Yesu Kristo. Mwachie huyo kijana, mwachie huyo mama, mwachie huyo baba kwa damu ya mwana kondoo katika jina la Yesu aliye hai. Nyosha mkono juu pale ulipo. Nyosha mkono juu kwa utulivu mkubwa sana. Inawezekana uko hapa unasikiliza maneno haya, lakini tangu ukiwa kwenye tumbo la mama walishakufunga tayari. Inawezekana mwingine umefungwa katika utoto wako. Inawezekana mwingine kuna maneno yalisemwa, umetamkiwa maneno mabaya. Tutaona kama atafanikiwa, tutaona kama ataolewa, tutaona kama atazaa, tutaona kama atavuka, tutaona. Maneno yote uliyotamkiwa na yafuta kwa jina la Yesu Kristo. Najisikia kufanya jambo hili. Kama kuna mtu katikati yetu bado hujampokea Yesu, pale ulipo shusha mikono sote, tushusha mikono. Kama hujampokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na ndani ya moyo wako unajisikia kabisa kutengeneza na Bwana Yesu, pengine ulirudi nyuma, unajisikia kutengeneza na Kristo, nyosha mkono wako juu sana. Nyosha mkono wako juu sana. Nataka tuombe sababu hiyo. Ninayo maombi maalum kwa ajili yako. Na sababu hiyo, kama sote tuko sawa, basi sasa funika macho yako kwa uaminifu mkubwa. Funika macho yako, nyosha mkono juu. Napotamka maneno haya, kufuta kila maneno uliyotamkiwa wewe katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ndiyo Bwana. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kila maneno uliyotamkiwa kuanzia na wewe unayetufuatilia kwa njia ya mtandao. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kila maneno mabaya, maneno ya laana, laana ya familia, laana ya ukoo, laana ya kabila, laana ya ndugu, laana ya wachawi uliyotamkiwa wewe, katika jina la Yesu na yafuta maneno hayo. Kila baya uliotengenezewa halitakupata kwa jina la Yesu. Wewe hautakufa kabla ya wakati wako, mpaka wakati wako ufike, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Naamuru kuanzia sasa, kila mapepo wa familia waliotumwa kwako, waliotokea kwa bibi, waliotokea kwa babu, wakaja kwako ili kukuzuia usiishi muda mrefu, na wafukuza leo kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Sema maneno haya. Sema, Baba Mungu wa milele, Baba Mungu wa milele, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, leo najiweka wakfu kwa ajili yako Bwana na hatima yangu, kwa jina la Yesu wa msalaba. Amen. Pigie Bwana makofi mengi sana.
Mpigie Bwana makofi mengi. Naomba zile kwaya ambazo zimemtumikia Mungu hapa, wanakwaya kwa vikundi vyenu, wanafunzi wa Yesu na kwaya zingine zote, tunapomsifu Mungu kwa kucheza, kila kwaya na kikundi chake mkae mahali mtamsifu Mungu muwezavyo. Haleluya. Kama mna stepu zenu ziko sawa, unaweza kupanda madhabahu ni sawa, unaweza kukaa pale sawa. Kila mmoja utakayepanda kwenye mnara ni wewe. Haleluya.